Somo kama nilivyosema, kichwa cha somo ni jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukifikiria jaribu ni nini? Unajua jaribu ni msingi wa mtu kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu lako linapokuja usiligeuzie mgongo. Likazie macho, ambie hapa aendi mtu. Kwa jina la Yesu Kristo ni lazima nilishinde. Amen. Maana jaribu uliloniletea ni saizi yangu. Si ndio eh? Maana kila jaribu la mtu ni saizi ya mtu. Hauwezi ukapoa jaribu yangu mimi wewe, wala mimi siwezi nikapoa jaribu lako wewe, maana kila mmoja kwenye shamba la Bwana ameitwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jaribu ni kitu ambacho kinakuja kudhoofisha imani yako, kinakuja kuvuruga ndoa yako, kinakuja kinaharibu uchumi wako, kinakuja kinaharibu imani yako, kinakuja kinakufarakanisha wewe na baba mkwe wako, kinakuja kinakufarisha wewe na mama mkwe wako, kinakuja kinakufarisha wewe na tajiri wako, kinakuja kinakufarisha wewe na ardhi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakutaga watu wakienda kwenye mashamba wanalima afu hawavuni, na kama wakivuna wanavuna haba. Kwa nini? Limekuwa ni jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi tutavuna vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama wameweka elizi, hizo elizi zitapasuka, zitatoa maji. Amina. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jaribu ni msingi wa mtu kukua kiroho. Jaribu linapokuja linakupa neema nyingine ya kwenda hatua nyingine. Si ndio? Maana jaribu linakujengea msingi wa kukua kiroho. Hilo jaribu ukilishinda linakupeleka hatua nyingine. Inawezekana ulikuwa ni mwimbaji, ukawa unapitia kwenye changamoto, lakini unapolishinda tayari unakuwa na mafuta mengine. Amen. Si ndio? Maana jaribu linategemeana na mafuta ya mtu. Jaribu linategemeana na nguvu ya mtu. Una mafuta kidogo, lile jaribu lazima liwe kubwa. Una mafuta mengi, lile jaribu linakuwa chini kidogo, kwa sababu yale mafuta ya Mungu na ile nguvu iliyokuwa ndani yako vinapambana. Umeona? Unakuta sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka nilikuwaga na manga, kapigwa simu. Zamani naomba tu kwa hisi. Nikapigwa simu ndugu wake na mtumishi mama Adija. Mtumishi, nakupigia simu bwana upokee. Nikaambia nilikuwa kidogo kuna kazi na majukumu pale. Nikamwambia nimekupigia na kusikiliza unasemaje. Unajua naongea, kaambia nimeshakujua unaongea na nani. Wewe elezea. Nakwambia nataka hiyo kanisa tuihamishe. Ile ni shamba la binti yake. Alafu naleta barua ya kwako wewe, ya dada yangu, ya mama yangu. Yaani ni mahakamani. Sijaifanya kitu kwa, lakini mara ya kwanza nataka nifanye. Na hivi ninapokuwa sasa kuna mahakama ya Jumamosi. Serikali mwisho Ijumaa. Yaani nakorogwa, nafikiri mimi ni mjinga wa Kilombero. Hawajua anaongea na mzee ambaye analindwa na neema. Sasa kwenye hilo jaribu mke wangu tayari ameshaloa jasho. Yuko hivi. Baba Filipo ameloa jasho. Maana Sterling mwenyewe nimekaa tu na namsikiliza tu. Hata upepo sijasikia ni kama uko ndani yangu. Nasikia roho ni size yako. Kaongea. Yaani itakuwa ni ya mwisho. Kwanza kimila za Kimeru haistahili siju 1 2 3. Mimi namsikiliza tu. Nikamwambia hivi, sasa ngoja nikuulize swali moja. Hivi mtumishi hapo anahusika nini na ndugu zako? Alafu kama unasema mimi ningelikuwa nalijua, ningewasema wewe ulishindwa kunifesi mwenye niambie mtumishi, unajua hapa nyumbani kuna mgogoro 1 2 3, tusaidie tufanyaje? Ulishaji kujia mimi. Kwa nini leo unaniletea lawama? Na mimi kama mwanasheria wewe, kwa nini unaniletea lawama? Ulinishirikisha mahali popote? Amina.
Kwa hiyo kimeharibika, ndo mtumishi wa kukimbizia kesi. Nikamwambia lakini kumbuka hiyo madhabahu unayoiponda ndio leo mponya mwanao hadi. Hilo unalifahamu? Kaambia hivi, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unakosea. Usiseme kile kikanisa. Nikisema nami kile kimsikiti unachosali wewe unajisikiaje? Usidharau dhehebu la wenzio au dini ya wenzio. Wote tunaabudu Mungu huyu moja. Wewe unavyowasimanga wenzako ujue unawasimanga na wakina nani. Jifunze kuelewa na kuwa mwelewa. Hapana, nakwambia Samax zinakuja. Nikaambia sawa, haina shida. Nikakata simu. Kilipo kaanza, papa nilikwambia toka mwanzo. Unaona, nikaambia ndani yangu naona bendera Yesu inapepea. Amina. Naona bendera Yesu inapepea. Amen. Nikarudi kwa Mamsa, nikamwambia Mamsa, putulia. Hapa akamatwi mtu wala hapa afungwi mtu. Ona? Amina. Nikamwambia hapa tunasonga mbele. Amen. Umeshaka msingi wa Kristo, lazima utukufu uonekane. Watajibana bana lakini hawatamweza Yesu. Maana Yesu alishafanya. Amina. Biblia inasema Yesu kimuita ushuka. Na anaposhuka, yani kuna hali unajisikia utaki hata kutoka. Maana kuna utukufu unamuingia mtu na uweza na nguvu, unabaki unasema hapa ndio sehemu sahihi. Hapa si bandui miguu. Hapa nimemuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu linapokuja, sikia ndani yako. Usiogope kelele za mtu. Kesho polisi, kesho magereza, kesho mwambie sawa. Unajua mdomo hauna vata, haulipi luku, haulipi mahali popote. Si ni wa kwako huo? Sema ukikosea kwenye kuongea ndio sheria inafuataga msumeno. Lakini kwa kuropoka tu, wewe ropoka, maana mdomo hauna speed governor wala mdomo ulipi mahali popote serikalini. Ila unapotoa matamshi ya vitisho ndo mdomo wako unakuwa sumu kwako mwenyewe. Kwa nilimsikiliza, nikawaambia wapendwa, Yesu ananiambia ushindi huko. Niachieni huyu saizi yangu. Amen. Na Yesu amemnyoosha. Amina. Na anaendelea kunyooshwa. Amen. Na tamani yale manyama uzembe yaishi awe kama mimi. Amen. Ndo atajua Yesu ni Bwana. Natamani yale manyama leo ongeza, maana ni katoto kadogo cha 79. Yaani kikitembea utafikiri ushaonaga kenge akishiba anajitembeaga hivi au bata. Yaani anatembea kama mtu asiyojielewa, ameshiba mpaka. Mtoto wa 79 hii kama mwanaume ni kama mimi. Kwa hiyo siku akisumbua anapigwa kelele moja, we tulia. Anakaa kushoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tujifunze kuangalia jaribu. Jaribu linapokuja muangalie Yesu. Usiliangalie jaribu tena. Mwambie Yesu, ili jaribu limekuja ni saizi yangu. Siliangalii nyuma, ni uso kwa uso, mguu kwa mguu, bega kwa bega, meno kwa meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuangalie mbele. Waraka wa Yakobo wa kwanza mstari wa 2. Unasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Hesabuni ni furaha tupu pale unapoangukia kwenye majaribu mbalimbali. Ili ukue kiroho lazima kuna mahali utapitishwa tu. Utajikuta unapita mahali upendwi, utapita mahali unakubaliwa, utapita mahali wanakuinua, utapita mahali wanakubeza, utapita mahali wanasema hufai, lakini Yesu anajua wewe unafaa. Amen. Kama Yesu leo kuchagua, amekuchagua kwa kazi maalum, na amekuchagua maana anajua unafaa. Maana walikuwepo wengi kwenu, lakini Yesu akasema anataka kufanya ndo mzaliwa wa kwanza. Amina. Ili wengine wajifunzie wokovu kupitia wewe. Kwa hiyo unachotakiwa wewe usimame uyatunze yale mafuta. Amen. Unapoyatunza yale mafuta ya Mungu, ina maana umetunza na nguvu ya Mungu. Ukitembea wanasema huyu sio ile tunaomfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ukitembea naye lazima upewe heshima. Amina. Hata kama watu ni wakubwa namna gani, heshima lazima wakupe.
maana Yesu ni mkubwa kuliko vitu vyote. Bwana Yesu sana. Mimi napewaga heshima mpaka kila siku nawaambia, napewaga heshima mpaka nasemaga kweli Yesu ni tabibu wa kweli na wa milele. Amina. Yaani nikosekana tu. Yaani juzi nimesafiri nimekosekana, watu wanateseka. Nikasema sasa, kwani mimi na nini? Na mimi si binadamu kama wao. Kwani mimi nimezaliwa mbinguni? Nimezaliwa kwa mama kama wao. Nimetoka kwa baba kama wao. Tofauti yangu ni nini? Nikajua kumbe ni yale mafuta na yale maneno nayoyatoa yanawabariki, kwa wanataka kila saa wawe karibu na mimi. Amina. Wanasema nikikaa karibu na mtumishi wa Mungu sitatenda dhambi. Nikikaa karibu na mtumishi wa Mungu na mimi nitajifunza mambo ya Mungu. Nikikaa karibu na mtumishi wa Mungu na mimi nafsi yangu inapona. Maana ninakula chakula cha uzima. Haleluya. Kwa jaribu linapokuja usilikimbie, furahi. Mwambie wewe, yani saizi ya maji naogelea saizi yangu. Si ndio? Jaribu linapokuja linakuja kwa kusudi. Aliji ili uangamie, linakuja ili ukue. Kwa mtoto. Hivi mtoto usipompa maziwa, si ndio? Unategemea akue? Lakini anaponyonya ziwa la mama ndo ananyonya na akili za mama yake. Akitoka anakuwa zaidi ya mama yake kiakili. Lakini imezaliwa kwa nani? Sasa mama anawezekana hajasoma, lakini kutokana na mtoto amenyonya vizuri kwa mama yake, amekula vizuri kwa baba yake, huyo mtoto akitoka hapo ni rais. Akitoka hapo ni ambassador. Akitoka hapo ni mwanasheria. Akitoka hapo sijui ni nani. Kwa mama kutokusoma au baba kutokusoma haimaanishi mtoto atatoka huko hana elimu, hapana. Inawezekana mama yake au baba yake alikuwa amefungwa na miungu, lakini neema ilivyokuja ikaanza kusafisha, si ndio? Ikaanza kumsafishia mama watoto, ikaanza kumsafishia baba wale watoto. Kwa hiyo kama mama hajasoma basi urithi wake ni watoto. Kama baba hajasoma basi urithi wake ni watoto. Kama babu hajasoma basi urithi wake ni vijukuu na vitukuu na vilembo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kutokusoma useme sasa kwetu hamnaga msomi wako. Wewe fungulia neema yako kwa watoto. Si ndio? Fungulia neema, ekeza kwa watoto. Mwambie Mungu, mimi sina kitu lakini urithi wangu ni elimu kwa watoto. Unajua kuna mali hata Petro alipita akamkuta yule kiwete yuko pale nje ya madhabahu. Kila siku ni naomba. Sasa wale wengine wanasema tuwasaidie maskini wasiojiweza, tuwasaidie ambao hawajiwezi. Kwa hiyo wale wenye vijisenti wakifika hapa wanafanya donation au fundraise. Naomba haya, hiyo hapo 500. Naomba mwingine 200, naomba mwingine 1000, naomba mwingine 5000, naomba mwingine 1000. Mwisho wa siku akifungua kile kinguo, hoya ana laki amefunga, wao wameingiza laki. Ni utafutaji. Nyota yake inang'aa lakini hakuweza kupata elimu. Kwa hiyo inang'aa, inatumika kwenye mazingira mengine, anagawana na nyinyi. Wewe simuone kiwete anatolewa hapa Karangai, anaenda kuwekwa pale na Ngulelo. Wanajua kabisa Ngulelo ina population ya watu, yani ina mzunguko wa watu wengi. Kwa wanajua hapa donation yake itakuwa ni kuanzia 100,000 mpaka kuendelea, au 50 mpaka kuendelea. Kwa hiyo akitoa hapa, akimchukua na pikipiki 10,000, anajua jioni nalaza shilingi ngapi. Sasa fika pale mwenzako akifungua pale, usione anataka mkango na mdai ukasema hana hela. Yaani jioni akifungua ile kanga ana laki na. Kesho tena anaangalia tumpeleke kijiwe gani usa. Anapelekwa pale kale kambuka, anakunjwa na mneo, unasema hii ni stendi ya gari au ni stendi ya wana vituko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Petro alipofika pale, napenda hiyo sema. Petro alipofika pale akamtazama yule kiwete. Akamwambia Yohana, turudi nyuma. Hili jaribu ni kama saizi yetu. Umeona? Hili jaribu ni kama saizi yetu. Akarudi akamkazia macho yule mlemavu kiwete.
Kaambia hero, sasa nishike mkono. Kampa. Akamba kile nilicho nacho ndo nachokupa. Amina. Nyanyuka katika jina la Yesu Kristo. Mbona kiota alinyanyuka akatembea? Amen. Na yeye akasema sikwamii hapa. Naenda mpaka mnaposali wajue kwamba yuko Mungu anaoishi. Jamaa kufika kwa naimba, yu mwema, Yesu yu mwema, yu mwema. Watu wanasema, wewe, wanakonyezana, wewe mama fulani. Huyu sina kwa tunamtaga pale kumbe kama ile sina kwenda Kilombero. Si ndio yule? Na mgana mtonya mwanzo. Hivi, unaona yule kiwete? Fulani anakaga pale nje tunamchangia 100 150 200 buku. Ndio huyu. Ajabu. Ndio huyu kweli. Jamaa naye anasifu analuka kabisa. Sijui alikuwa kaka Kimasai mimi sijui. Lakini alikuwa anacheza kabisa. Yu mwema. Yesu yu mwema. Mpaka ndo akasema kweli yupo Yesu. Amen. Kanisa likaanza kuongezeka idadi ya watu. Unajua watu wanaongezekanaje? Kwa sababu ya ishara na miujiza. Maana watu wanateseka, pa kwenda hawapajui. Wakipata sehemu inayofanya kazi au kamilifu, lazima kanisa liongezeke. Hata na la kwetu lazima liongezeke kwa jina la Yesu Kristo. Ni lazima liongezeke. Wacha watuseme asubuhi, wacha watuseme mchana, wacha watuseme jioni, lakini usiku watalala na sisi tutatembea. Kama vile Yesu Kristo alivyotembea juu ya maji, na sisi tutaenda kutembea juu ya maneno yao. Tutayakanyagia chini yale maneno. Alafu tutatembea juu. Maana Yesu wetu ni wa juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jaribu linapokuja unaambia wewe, njoo saizi yangu. Amina. Unalikanyagia chini. Usiache lipande juu litakuua. Unalikamata kwa imani, ambia wewe ni saizi yangu. Amina. Mambo ikiwaga magumu mimi nalidaka kwa imani, naambia ndio umefika hapo umejitahidi, lakini sasa ndio namkanyagia wewe. Naambia kwanza nilichezaga mpira, kwa hiyo nakupiga dandana hapa mpaka asubuhi utoke kwenye mguu. Unakuta asubuhi nimelishinda. Amen. Ukilidharau ile jaribu hata kama ni kubwa na gumu namna gani unalishinda. Amen. Lakini ukilibeba mpaka unapika kaugali kamzee, unasema hoi ngai yave nini? Imekuwa ni ujauzito wa mtoto. Ni kauchungu kamekuja au nini? Jaribu inapokuja furahia. Mwambie Mungu, najua unanipa nafasi nyingine ya kwenda kiviwango. Amen. Ukitaka kwenda viwango lazima nafsi yako ijaribiwe. Lazima majaribu yaje ya kila namna. Inaweza likatokea la mifugo, inaweza kutokea ni la shamba, inaweza kutokea ni mtoto. Yaani unavurugwa ili wewe umwache Yesu. Mwambie hapa achu Yesu. Amina. Ndoa yangu mimi na Yesu ni ya milele. Amen. Na maisha yangu niliochagua ni ya wokovu, ni wa milele. Amina. Na kama ulikusudia ni muache mume wangu, simwachi ngo. Na kama sasa ni muache mke wangu, simwachi ngo. Amina. Maana kuna watu wanalongoza, unajua? Yaani mashine sasa hivi, yaani hafai. Akienda sana mwachaga mke wake huko, anakuja. Basi huko anapotembea anapitiaga mahali, anakujaga wewe. Mimi nimejikana. Amina. Wacha waongee watalala. Amen. Bwana asifiwe sana. Usiogope maneno. Kwa nini mtu anapigwa maneno? Kutokana na ile kazi ile Mungu aliyompa. Unajua kama wewe ni kipofu, alafu mwenzako anaona, yule kipofu lazima muone wivu anaoona siku zote. Maana yeye anatembea na fimbo, kwa yeye anamulika kwa tochi ya mtu. Lakini mimi macho yangu ni tochi, natembea mwenyewe. Tofauti ni hiyo. Wewe unapimiwa tochi. Twende, shika nguo. Hapa kuna wewe angalia kwanza, unakorogwa. Lakini yule mwenye macho yake halisi ya Mungu, yeye anaona, anajua hapa ni pazuri, hapa sio pazuri. Hapa pa kwenda, hapa sio pa kwenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Fika mahali, mwambie jaribu na kushangaa. Mimi ni watu wangu. Amina. Yaani ukiona jaribu na kuja mwambie jaribu langu wewe, mimi nakushangaa. Mimi ni wavi wangu. Amina. Kama ulikuwa hujui, katafute mwingine. Katafute wale ndugu zangu wa kule. Wale ndo saizi yako.
Unajua jaribu linapokuja inategemea na imani yako imekaaje sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani yako ndio itakuokoa ulishinde jaribu lako. Mimi nataka niwafundishe kitu kimoja kizuri. Jaribu linapokuja relax mwili wako, sio kapata vidonda vya tumbo. Relax. Yaani tulia, tufanya kama vile hujasikia. Amen. Acha kubeba mapresha ya vitu. Unajua corona sio tatizo. Kinachoua sio corona. Sio jina ya corona. Kinachoua ni ile pressure ya hofu ya corona. Ukisikia mtu corona, kaenda yeye. Wewe unapiga chafa mwenzako kaenda. Kwani mtu wewe ukapata na homa? Homa si ziko za kawaida kutokana na hali ya hewa, kutokana na vumbi, kutokana na vyakula, kutokana na vitu vikubwa mwilini, lazima hali fulani mwili unazidiwa. Kuona ruhusu mchafuko wa mwili kuleta magonjwa. Si ndio? Sio mtu akipiga tu corona. Sasa wewe unaitangaza ndio unaenda na wewe. Maana mwili wako umeshajijengea hofu. Mwili wako umeshajijengea mashaka. Kwa hiyo jaribu linapokuja ile hofu inakumaliza. Sasa hivi watu waogopi tena ukimwi. Akili imehama wapi? Kwa hiyo kibabu cha miaka 70 kimekata moto eti alikuwa anaumwa kifua ni korona. Wapi kakudanganya nani bwana? Corona ni hewa. Sawa? Hii hewa inapotoka huku basi tulishaambukizana wote. Kama ndio hivyo ni kweli. Bwana Yesu sana. Unajua shetani akiona watu wametulia na kutafuta Mungu, wamejitoa haswa. Maana karnali hizi Wakristo wamejitoa kweli kweli. Na shetani hakubali kubaki nyuma. Yeye atabikeje nyuma? Anasema jamaa wanaopa sana, ngoja niwatumie wanasayansi wangu fulani. Sasa badala mtu akaya ajue hii malaria tutaimalizaje, akaya tafakari huu ukimwi tutaumalizaje, yeye anafikia sasa huu ugonjwa tukiuleta tiba yake ni nini? Yaani unaweza kugundua ugonjwa, kwani ugonjwa unaleta hela? Ni umaskini. Bwana Yesu sana. Mtu anakuletea jaribu la umaskini. Bwana Yesu sana. Amen. Jaribu linapokuja, liwe chungu, liwe linaumiza, liwe tamu, mwambie wewe jaribu relax. Amina. Mimi sio viwango vyako. Mimi ni viwango vingine. Amina. Na kama hujui, zunguka uwaulize watu. Ile roho inasikia. Amina. Kwani wakati shetani anazunguka huku na huku, akamkuta kijana mmoja aitwa Ayubu. Hebu sema Ayubu. Ayubu mimi namkubali. Maana kipindi cha ujana wake ni jamaa alikuwa lina misuli ya imani haswa. Halikuwa lipelekeshwa wala kuyumbishwa. Nataka tuwe kama akina Ayubu. Amina. Nataka tuwe kama akina Abigaili. Amen. Nataka tuwe kama watu walioshinda majaribu, akina Debora. Si ndio Amina. Watu walioshinda majaribu, watu wenye misuli ya kushinda majaribu. Ayubu shetani alipomwona Ayubu alistaajabu. Akaambia Bwana. Akaambia Bwana, sasa Bwana, wewe unajifanya eti una watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu gani hao? Hao sinawaua. Mungu akamwambia, okay. Ayubu yuko shambani, umemuona? Nimemuona. Nenda kamia kilo yake usitoe. Jamaa akampiga na majibu. Lakini jamaa linasema ninaye Yesu. Amen. Piga mifugo, ninaye Yesu. Amen. Piga watoto, ninaye Yesu. Amen. Kaja kwa mke. Sasa mke anasema, baba nikwambie, kufuru ufe. Maana Mungu wako yuko na wewe. Unaona majaribu yote haya tuliyoyapata, baba ukifa leo tutafanikiwa. Sasa wewe unaweza safari bila mwenzako. Lazima ifike wakati mnaachana pazuri. Watu wanaomcha Bwana hawachanagi pabaya. Kidondoka leo kesho mtu anadondoka na mama. Hamwachani sana. Ukiona mnadondoka kuna nafasi kidogo, basi inamaanisha mmoja alikuwa hajasimama vizuri. Wewe ni msaidizi wa mzee.
Baba akimaliza kazi ya Mungu na wewe unatakiwa umeshamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baba amedondoka, unalia nini sasa? Ni kusherekea. Mtu wa miaka 50, 70 sio wa kuomboleza, ni kusherekea. Naambia asante Yesu, utukufu ni wako, maana umejitwalia mtumishi wako. Sio unajifungia kwa yawe gai. Sio wakati huo. Una relax, unaambia Mungu kweli ameipiga kazi kikamilifu. Ameipiga kazi kikamilifu. Unajitia moyo. Mungu, mtumishi wako nimekuwa nikimuona ameipiga kazi kiuaminifu. Hata kama watu watamsema vibaya, mimi nitamsema vizuri. Amina. Sasa wewe mama amedondoka, unaanza kuomboleza nini sasa? Kwani ni msichana? Kakutolea kopi za kutosha hapo ndani. Mtoto wa kike kopi mama, mtoto wa kiume kopi mama, mtoto wa kike kopi baba, mtoto wa kiume kopi baba. Sasa unalia nini? Sasa ukikumbuka unasema lakini nimeachiwa urithi wa kopi hapa, ndio hii. Bwana Yesu asifiwe. Sio kiasi cha kuomboleza. Kuna lika la kuomboleza na kuna lika la kufurahia, kusherekea. Amina. Si ndio Ukidondosha kijana ambaye bado ana nguvu, ni huzuni na ni uchungu. Lakini sasa mzee wa miaka kuanzia 50 na kuendelea, kuna nini jipya mzee? Utalia? Watakucheka. Unapotezea tu, naambia Mungu nifariji, najua nimekuwa mjane, nifariji. Mungu najua nimekuwa sina, nifariji. Nitie nguvu. Maana najua safari yangu bado kidogo na mimi namfuata. Maana mimi nilikuwa muungalizi wa ile huduma yake. Nilikuwa naitwa mama mchungaji. Anaitwa mchungaji, baba mchungaji. Bwana Yesu sana. Yani wanataka muachane sana. Wewe unataka uishi miaka mingapi? Unataka kwa kibibi cha miaka mingi waanze kusumbua jukuu na vitukuu. Kila saa unatolewa kama nyama ya kubandikwa jikoni. Ndio huyo unatolewa nje. Koko. Akwi. Koko. Akwi. Sasa wewe hizo kazi ndio kazi gani? Akijisahau kidogo unashangaa maji hayo. Naweza kumsaidia. Basi kama unataka kuishi miaka, mwambie Mungu naomba unipe kuishi siku nyingi. Jua sio siku nyingi. Unakuwa unajielewa, unakufa kwenye hali ya uzee, lakini unajielewa. Hii ni saa ya kwenda uani, hii ni saa ya kula, hii ni saa ya kutembea, hii ni saa ya kulala. Sio unasumbua watu. Mimi sionaga watumishi waliokoka wamekufa wamekuwa vibabu mpaka vinasumbua. Sijaionaga mimi. Na wala sitaki kuona, maana sijaionaga na wala sitaki kuona. Ni kitu ambacho kwangu sikielewi. Wanakufa kiwa na nguvu, maana bado kuna kazi iko. Amina. Huu ni mwili tu, utauzika hapa, lakini roho inaenda kwa baba yake. Roho asili yake ni mbingu. Hata leo kamfukia mtu akiwa hai, usitarajie kuiona roho ikienda. Wanasayansi wamekaa wakichunguza roho, anashangaa. Wamejenga nyumba ambayo ni vioo, wakisema nani anataka kutolewa roho yake leo, tutamlipa. Wakajitokeza wale wenzetu wala ni majinga kama vile manyati. Unaitoa roho yako kwa sababu ya vitu ambavyo havina maana. Wale watoto hawajapata hata mapenzi ya baba ya mama, wewe unajitoa tu. Unajitoa mwanga. Unajitoa mwanga. Unaenda mbingu gani? Kuna unapiga picha na shetani, wenzako anapiga picha na Yesu. Bwana Yesu sana. Kwa wakawa wamejenga jumba la vioo, wakamuingiza afu wakalisildi. Kwa hamna hewa inayoingia. Jamaa anapambana tu. Ilipofika wakati oxygen na kupumua imeisha, wanashangaa tu, mtu ameenda chini, mwili umepungua, swali zimeshuka zenyewe. Maana roho ndio inayoshikaga mwili, unapata afya. Wanaenda kutafuta hiyo roho, inaonekana
Acha Mungu aitwe Mungu. Ndio maana alisema vya duniani tulivyopewa tumepewa sisi. Vya mbinguni tulivyofichwa ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu kwa mbinguni. Bwana asifiwe sana.